ambayo timu za Tanzania kwa upande wa ngazi za vilabu ni wiki yao ya mwisho kabla ya kwenda kwenye michezo ya kimataifa kwa upande wa klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho, ambapo kuanzia tarehe 17 shughuli zenyewe sasa zitakuwa zinaanza, ingawa tupo kwenye kalenda ya kimataifa ya FIFA. Hapo jana usiku klabu ya Simba yenyewe ilicheza mchezo wa kirafiki wa kimataifa dhidi ya klabu ya Al Hilal, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba kuibuka na Simba kufungwa mabao 4-1. Game ambayo ilipigwa hapo jana. Na matukio haya wakanda ni kama ambavyo ilikuwa mechi ya Yanga na TRA, ambapo Young Africans taarifa yao waliitoa kule kwenye app. Mechi ilimalizika kwa 0-0. Ni matukio ambayo kama hayakupokelewa pia vizuri na upande ule, lakini matokeo ya Simba pia naweza kusema ndio yamepokelewa vibaya zaidi. Kwa maana majirani wanachagiza na hata wao pia wanaona kama ule muendelezo jambo kama si jambo. Wao wamesoma coaching na of course mkuu mchambuzi, kuna mazingira yoyote yale mtu kama Nivambaga anapaswa kuwa na hofu na matokeo ya mechi ya kirafiki na madhara, kuna madhara yoyote kwa matokeo haya? Inawezekana pressure kwa mashabiki ipo kutokana na aina ya wiki yenyewe, kwa sababu tunaenda kwenye mechi za kimataifa. Mechi ya kirafiki haiwezi ukaitoa kwenye tathmini. Yani mechi za kirafiki huwa zinabaki pale pale, kwamba unapoelekea kwenye jambo fulani, mechi ya kirafiki inaweza ikawa imekupa description ya una kitu gani kwenye timu yako, kwa sababu tunaamini hata kama hautatumia wale wachezaji wako bora, kundi lingine la wachezaji ambao mwalimu unalo na umeenda kuwajaribisha kwenye mechi ya kirafiki, inaweza ikawa na kutengenezea mazingira kichwani kwamba okay, kumbe nafasi ya mlinzi wakati sitakiwi kumkosa mchezaji fulani, kumbe eneo la ushambuliaji sitakiwi kumkosa mchezaji fulani, kumbe huyu akicheza na huyu kuna kitu ambapo nitamiss kuliko huyu akicheza na yule. Kwa hiyo hizi mechi mbili ambazo Yanga amecheza na TRA, Simba amecheza na Al Hilal, kwa kiasi kikubwa matokeo kwenye mechi za kirafiki huwa inakuwa ni jambo la mwisho sana. Cha kwanza ambacho mwalimu huwa anakiweka kwenye kichwa chake ni kuangalia, je, patterns za kiuchezaji alizofundisha mazoezini zimekubali? Yale maelekezo ambayo yamekuwa akiwapa wachezaji mazoezini yanatekelezwa? Halafu baada ya hapo sasa, baada ya pattern kukubali, baada ya maelekezo ya mazoezini kutekelezwa, ni nini ambacho mnaenda kukifanya uwanjani, ambapo hapa ndo tunakuja sasa kwenye engo ya matokeo gani ambayo mmeyapata. Sio matokeo mazuri kwenye tathmini, kwa sababu kufungwa 4 kuna kitu inakuonyesha kwamba yawezekana kuna shortage kwenye safu yako ya ulinzi, kwamba timu imeruhusu goli nyingi. Kwa hiyo unatakiwa kama mwalimu kwenye short notice uhakikishe kwamba unaweza ukalitibu hilo tatizo. Kuna kauli moja maarufu sana ambayo kila kocha kwenye ile kozi ya kwanza kabisa ya ukocha atakutana nayo, inasema kwamba the game is the best coach. Kwamba mechi ndio mwalimu sahihi. Sababu kwenye mechi ndio unayajua madhaifu yako, ukicheza mechi ndio unajua ubora wako, ukicheza mechi ndio unajua kila kitu. Kwa hiyo hapa mwalimu Pantev sasa hivi kuna kitu amekipata kwenye mechi ya jana, kwamba okay, ninaelekea kwenye michezo ya kimashindano. Yawezekana kufungwa 4 na Al Hilal, akarudi baadaye kwenye postmortem akaangalia, kumbe nimefunga labda magoli ya mtindo wa kona, labda nimefunga magoli ya mtindo wa penetration pass, naendaje kuzuia ili mechi zinazofuata nisifungwe magoli ya muundo huu ambao mechi ya kirafiki imenionyesha. Hii si mechi ambayo inaweza kukutengenezea pressure, kwa sababu ni mechi ya kimaandalizi ama ni mechi ya kimazoezi yenye lengo la kukuandaa na msimu wa kimashindano. Yawezekana imekuja katikati, lakini hamnaga muda mwafaka wa mechi za kirafiki. Mechi ya kirafiki unacheza muda wote ule, lakini inategemeana tu na jambo gani ambalo unaliandaa mbele yako. Kwa hiyo kwangu mimi hizi timu zinatakiwa kuchukua haya matokeo kama tahadhari. Kufungwa 4 sio jambo zuri, ni jambo baya, kwa sababu mwalimu anatakiwa urudi kwenye notice board uchore na ujue ni namna gani ambavyo utazuia timu yako kuruhusu goli nyingi kwenye mechi nyingine za upinzani wenye hadhi sawa na Al Hilal. Lakini pia kuto kufunga kwa upande wa Young Africans pia inatakiwa hiyo changamoto, kwa sababu umecheza dhidi ya mpinzani wa Western ambaye amekupa challenge, huko wewe ukiwa na baadhi ya wachezaji wako wazuri kwenye kikosi chako cha kwanza wakiwepo mazoezini. Kwa hiyo kama mwalimu pia inakupa fikra kwamba okay, timu yangu haifunge, nitengeneze mazingira gani ili sasa nitakapoenda kwenye mashindano niwe na timu ambayo ina uwezo wa kutengeneza nafasi na kufunga magoli. Kwa picha kubwa namna ambavyo ilivyo, nilikuwa na mtu mmoja akasema kwa huu mwendo jinsi ambavyo ulivyo msimu huu hata robo finali tunaweza tusiipate. Yani kuna hiyo hofu kwa of course ni michezo ya kirafiki, lakini ndio ambayo inaibua hizi story kwamba inawezekana kwenye klabu bingwa kwa hawa wawili ambao tunawategemea hata robo inaonekana inaweza ikawa ngumu.
kwa ambavyo tumecheza mechi za kimashindano na hizi mechi za kirafiki, baada ya mechi za kimashindano kama tukao ndio maana hapa amegusa na Bimeja kwamba licha ya kwamba Young Africans hajafungwa bado lakini wana pressure kwa sababu hawakioni kile ambacho wanakitamani au wanaamini ni standard yao. Kuna hilo shinikizo. Meja amegusa hapa kufukuza kocha anaweza katupeleka pabaya, amegusa kwa uchache tu lakini kuna hiyo. Inawezekana huu ni moja kati ya msimu ambao timu za Tanzania zimeanza zikiwa hazipo kwenye standard yao. Bahati nzuri ni mechi almost 3 tu ambazo tumezishuhudia. Room ya mabadiliko ipo. Kwa sababu unapokuja kuzungumza group stage tunazungumza mwakani ambapo kuna muda mrefu sana ambao hizi timu zinaweza zikafanya marekebisho na mwisho wa siku tukapata timu ambazo zikawa tayari shindani. Lakini ingekuwa group stage ni wiki ijayo, tungekuwa tunaongea mambo mengine hapa. Kwa sababu hizi timu sasa hivi kwa namna zinavyocheza zote mbili hazikupi mwanga kwamba kuna muda utahitaji zaidi ya mfumo. Kuna muda ule mfumo umesha kukataa. Kuna muda unahitaji sasa wachezaji wao wenyewe waweze kuibeba timu. Kuna namna vitu vingekataa. Kwa sababu kuna namna ukiangalia kwa mfano Simba kuna kipindi ilikuwa wachezaji azif fitness haikuwepo. Good enough sasa hivi wamemuongeza coach Xavi tena kwenye benchi la ufundi ambao naye pia anaenda kuboresha fitness kwa wachezaji. Kwa hiyo tayari kuna kitu ambacho wanataka kukijenga kwa ajili ya group stage ambayo itakuja mwakani. Ni muda ambao walimu wanatakiwa kutumia hata michezo ya ligi kuu Tanzania bara kwa ajili ya maandalizi ya group stage. Kwa sababu mimi naamini Simba na Yanga kuna muda huwa zinapata advantage kubwa sana kwa kucheza na wapinzani ambao wamewazidi daraja kwa ukubwa mno. Waga napenda sana kuambia watu kwamba Simba na Yanga kuna muda wanashinda mechi kabla hata haijachezwa. Yaani ule muda kwa sababu wamefika tu uwanjani. Yaani kitendo cha wao kuwasha basi lao kwenda tu uwanjani huwa wanakuwa wameshaishinda hiyo mechi. Kwa hiyo hizi ni faida ambazo wanaweza wakazipata katikati ya msimu kutengeneza timu ambazo zinaweza zikawavusha kwenye group stage kwenda robo finali na mwisho wa siku kwenda hatua hizo ambazo wamekuwa wakiziota. Lakini as it stands muda huu ukiniambia kwamba ni kugarantia hawa watu wako tayari kushindana kwenye michuano ya kimataifa, hilo jambo nitakuwa na kudanganya. Hizi timu kwa sasa hivi haziko tayari. Tusubiri namna ambavyo watabadilika katikati ya msimu kuona namna gani wataunda timu shindani. Umeconclude kwa mamaka kwa sasa hawapo katika daraja lao. Simba mabadiliko yametokea tayari kwa maana kwenye benchi la ufundi. Kina Meja huko wanapishana Young Africans. Maana kuna muda unaona mpaka msemaji na yeye anachagiza. Watu mnamsubiri kweli? Taarifa kwa umma mnasubiri kweli kocha? Kuna shinikizo ambalo lipo. Maana yake watu hawakioni kile ambacho walikuwa wanakiamini. Tukibaki kwa mnyama sababu sijajua kwa Simba kwa nini kwa hii miaka 4 na matukio yao watu wamekuwa wanawachukulia poa. Sababu jue Simba ndo mitandaoni ndo kama wanaongoza kuzomewa. Yaani watu wamekuwa wakiwa kijeli. Swali dogo tu kwa upande wa mnyama. Kinachotokea hivi sasa yalikuwa ni yanahitajika mabadiliko haya yaliyofanyika kwa maana kwamba ya benchi la ufundi au ile question mark kuhusiana na ubora wa wachezaji na wenyewe utabaki. Kwa sababu mtaja hapa kocha Xavi amnaingia na Xavi moja kati ya sifa yake kubwa ni hiyo kwenye eneo zima la fitness. Ni kwamba ubora wa wachezaji hupo au kile ambacho kinazungumzwa kwamba hata kocha Fadu mwenyewe ambavyo alizungumza na ndio moja ya sababu ambayo itoja kwamba Fadu anaondoka lakini ni kama hajaacha kitu kama hajaacha kitu ambacho kocha mwingine anaweza kapokea na akaishi nacho. Wanapaswa kuwa na kwamba ni swala la fitness tu baada ya miezi miwili na kwa sababu pia kuna advantage, kuna AFCON mbele hapo. Inawezekana time ikapatikana au kwenye dirisha dogo watapaswa kuingiza tena watu hizo X factor. Kwa sababu mechi msimu bado hujachanganya. Afrika imekuwa inawapa wachezaji advantage ya kunufaika na muda wa kuwaka katikati ya mashindano. Yaani kuna kipindi kwa mfano mtu kama Stefan Aziz, wote tunakumbuka namna alivyoanza lakini akaja akawakia wakati msimu tayari ushachanganya. Kuna wachezaji wengi sana ambao huwa wanaanza kwenye gia chini lakini kadri mechi wanavyozidi kupata nafasi ya kucheza huwa wanawaka kulingana na aina ya timu ambayo wanayo, kulingana na hizi factor nyingine za nje ya uwanja. Simba ukianza kuitathmini kwenye engo ya kiufundi ndani walichokifanya kilikuwa kinahitajika. Kitendo cha kuongeza watu kwenye benchi la ufundi. Hapa tumgusi Pantev kwa sababu Pantev na Fadu ilikuwa ni mabadiliko ya lazima. Tunamzungumza mtu kama Xavi ambaye wamempandisha kutoka timu za vijana zile kumleta timu ya wakubwa. Hii ilikuwa ni move inayohitajika kwa sababu walikuwa wanahitaji kuhakikisha kwamba wana kundi la wachezaji ambao wana uwezo wa kushindana.
In terms of ubora, sina doubt mimi na ubora wa wachezaji wa Simba. Good enough sasa hivi wameenda kufanya maboresho hata kwenye madhaifu waliokuwa nayo msimu uliopita, kwamba at least kila idara iwe na wachezaji wawili ambao wanalingana ubora ama ambao wanaweza wakachallenge kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo kwenye engo ya upana wa kikosi sina doubt, kwenye engo ya ubora baadhi ya wachezaji sina doubt. Hofu yangu kwenye kiufundi kwa Simba ilikuwa ni namna gani ambavyo wanaunda timu yenye uwezo wa kushindana, ambapo hapa sasa tutakuja ku-question hayo masuala ya fitness. Tukija sasa kwenye namna gani msimu wao unaweza ukabadilika, hapa sasa tunataka tumuone Pantev anakuja na mbinu za aina gani, kwa sababu hajasajili yeye ile kundi la wachezaji, amelikuta pale. Ni namna gani ambavyo yeye binafsi ataswitch mbinu zake ziendane na kundi alilolikuta, kwa sababu moja kati ya changamoto ya walimu wengi imekuwa ni hapo, kwamba kuna kundi la wachezaji analikuta, lakini yeye hawezi kuondoka kwenye boksi lake. Yani kwamba yeye kuna kitu anakiamini. Mfano kama Ruben Amorim, kuna falsafa anaiamini. Alikuta kundi la wachezaji ambao haliwezi kuendana na falsafa yake, lakini mbaki pale pale. Tunaona changamoto ambazo anakutana nazo Manchester United. Kwa hiyo kwa Pantev is the same thing. Ni namna gani ambavyo yeye ataweza kuswitch, kwamba kama ameingia kwenye timu, anakuta Kante aingie kwenye mbinu zake, anakuta Mpanzo aingie kwenye mbinu zake, anakuta Ahoua aingie kwenye mbinu zake. Ni namna gani ambavyo yeye atabadilika ili aendane na hiyo. Unaweza ukarudi na ukaishi kwenye basics kama ambavyo unaweza kusema maybe Fadlu msimu wake wa kwanza Robertinho, kwamba unafika unaangalia nani bora kushoto unaenda naye, nani bora kulia unaenda naye. Na good enough kuna kauli ameongea mwenyewe, I think ni siku mbili zimepita, kwamba anataka kufanya kazi na kundi dogo la wachezaji. It means kimkakati. Yes, kimkakati. Kwa sababu huu ni muda ambao utatakiwa kwanza kutengeneza hope kwamba at least timu ishinde, then baadaye ndio uanze kuingiza idea. Kwa hiyo anachokifanya, kama atapata bahati ya kukutana hata na kundi la watu 15 au 16 ambao wanaweza kufanya nao kazi ambayo ikatukuka, yawezekana akafanikiwa ndani ya Simba. Lakini ikitokea hata kwenye yako kampango kama muda mfupi kakamshinda, yawezekana hata shughuli kawa nzito.